Kuna nyakati katika soka timu haionekani tu kucheza, bali hung'aa kama dhahabu iliyosafishwa kwa ustadi wa hali ya juu, ikipeperusha mwanga wake kwa kila pembe ya uwanja. Yanga Sports Club, timu iliyojikusanyia vito vya thamani, ikipevuka na kuwa sanaa ya soka inayotembea. Wenyewe wanajipiga vifua mbele na kujiita wananchi, hasa wakikumbuka wameshinda mechi 6 mfululizo dhidi ya Simba Sports Club. Kariakoo Derby ya Machi moja inakuja na upepo mpya, upepo wenye harufu ya ushindani uliokomaa na ubora uliokolea. Yanga wameandika sura mpya ya hadithi yao, wakiongeza vipande vya thamani vinavyofanya kikosi chao kuwa kama taji lililokamilika. Mbele kabisa, Aurelio Depu amesimama kama mkuki wa thamani na usio na huruma ndani ya box. Anageuza kila nafasi kuwa hadithi ya bao, kama mchongaji anayeunda kazi ya sanaa kwa mguso mmoja tu. Uwepo wake umeipa Yanga makali mapya, kila kipande cha mwisho cha hazina kilichokuwa kikitafutwa kwa muda pembeni. Kasi na ubunifu wa Alan Okello ni kama upepo wenye harufu ya ushindi. Hauonekani, lakini athari yake ni kubwa. Anaingia, anavuruga na kuacha alama. Sambamba naye, Boba Jammeh ni kama jiwe la thamani linalong'aa kadri linavyosuguriwa kwa nguvu. Kasi na uthubutu vinamfanya kuwa tishio lisilotabirika. Wawili hawa wamegeuza pembeni kuwa njia ya maangamizi kwa timu pinzani. Katikati ya uwanja, Mohamed Damaro ni kama mzizi wa mti mkubwa. Hauonekani sana kwa macho, lakini ndio unaoshikilia uimara wote. Anakata mipira kwa utulivu, anapanga mchezo kwa hekima na kuifanya timu icheze kwa mpangilio wa hali ya juu. Na unapochanganya na ubora uliokuwepo tayari, Pacome akiwa kama msanii wa mwisho wa uchoraji wa mashambulizi, Max Nzengeli kama injini isiyochoka, na Prince Dube kama mshale unaotafuta shabaha, unapata timu iliyojaa uzuri wa kipekee. Hii si timu tu, ni mkusanyiko wa vipaji vinavyocheza kama wimbo mmoja uliopangwa kwa ustadi. Ndio maana dabi ya Machi moja haitakuwa pambano la kawaida. Itakuwa ni vita ya ubora, onyesho la thamani na maonesho ya sanaa ya soka. Yanga Sports Club inaingia uwanjani wakiwa wamekamilika kama taji lililopambwa kwa vito vyote vinavyong'ara. Swali linabaki hewani likisubiri kujibiwa kwa dakika 90. Je, uzuri huu wa Yanga utatawala jiji au ushindani utaandika hadithi nyingine? Machi moja, uwanja utazungumza. Vipi kuhusu upande wa mnyama Simba? Twende taratibu, nitakupa simulizi yote kwa ustadi wa hali ya juu. Dabi ya Machi moja safari hii imebeba simulizi mpya, si kwa historia bali kwa sura mpya ya kikosi cha Simba. Nyota wapya waliokuja kama hazina iliyokuwa ikitafutwa kwa muda mrefu. Simba ya sasa si ile ya zamani, timu iliyopata vipande vya dhahabu vilivyokuwa vikikosekana kukamilisha taswira yake. Majina kama Libase Geye, Anisen Toura, Kratos Chama na Ino Loemba yamegeuka kuwa injini mpya ya ubunifu na mashambulizi. Hawa ni viungo washambuliaji wanaocheza kama wasanii wa muziki wa hali ya juu. Kila pasi yao ni noti, kila shambulio ni wimbo unaosubiri kushangiliwa na mashabiki. Geye ameongeza nguvu na umakini mbele ya lango kama mshale uliokuwa ukikosekana kwenye upinde wa Simba. Oura analeta ubunifu usiotabirika kama mchoro wa thamani unaochorwa bila makosa, wakati Kratos Chama tayari ni jina kubwa. Amekuwa kama almasi iliyong'ara zaidi, akiongoza kasi ya mashambulizi. Naye Loemba, kijana mwenye njaa ya mafanikio, ameonekana kama madini ya rubi katikati ya pori kubwa, kipaji kutoka Kongo. Lakini hadithi haikamiliki bila kuangalia nyuma. Safu ya ulinzi sasa imepata uimara mpya kupitia Ismail Ture na Nixon Kibabage. Hawa ni kama ukuta wa chuma na imara usiotikisika kirahisi. Wanazuia mawimbi ya mashambulizi kama ngome iliyojengwa kwa ustadi wa hali ya juu, kama ile ya Sofia wa kwenye Ottoman. Na mwisho kabisa, nyuma yao yupo kipa Kasali Tanja, mlinda mlango ambaye ameleta utulivu kama hazina ya mwisho inayolinda kila kilichojengwa mbele yake. Reflex zake na maamuzi yake zimeifanya Simba kuwa na uhakika zaidi langoni, kitu ambacho kilikuwa kama lulu iliyopotea, lakini sasa imepatikana tena. Mabadiliko haya yote yamebadili kabisa taswira ya dabi. Sasa si tena mechi ya kawaida, bali ni pambano la thamani dhidi ya thamani, ubora dhidi ya ubora. Simba imekusanya kile ilichokuwa ikikitafuta kwa muda mrefu,
Uwiano kamili wa ubunifu, nguvu na uimara, ni kama mtu aliyekuwa akitafuta kipande cha mwisho cha hazina yake na hatimaye amekipata. Dabi ya Machi moja sasa inakuja na mvuto wa kipekee. Mashabiki hawasubiri tu ushindi, wanatarajia burudani, ushindani wa hali ya juu na historia mpya kuandikwa. Kwa kikosi hiki kipya, Simba wanaingia uwanjani si kama washindani tu, bali kama timu iliyokamilika, iliyopata hazina yake yote. Makala hii imeandikwa na Jackson Anangise na kusimuliwa nami Dismas Hilary.